Kamera yetu leo imemnasa Cholo, shabiki wa kundi wa Msimbazi Simba. Jana mambo yalikuwa hoi bin tabani. Wasoda nasema jini limetoka lakini mganga hoi. Bwana Cholo, mambo vipi bwana? Dai bwana, poa sana. Mambo yanaenda? Alhamdulillah bwana, kila kitu kiko sawa. Jana hoi nyinyi katika uwanja wa KMC dhidi ya Dodoma Jiji. Tulitegemea. Tulitarajia kwa sababu unajua Dodoma Jiji mechi ya kwanza na Simba amepata draw na pia morali yake aliboost sana kuelekea mechi na Simba baada ya kumfunga Yanga Afrika. Unajua hizi timu ndogo wana tabia kwamba mbona Yanga kama nimemweza, umeona, afu Simba wewe nini simweze? Au Simba mbona nimemweza kwani Yanga nisimweze? Na hiyo tabia. Sasa ukizingatia alipata draw mechi na Simba ya kwanza, amepata matokeo na mechi na Yanga ameshinda kabisa mchezo, wakataka kuonyesha umma kwamba mimi nina kitu, na kweli alifanikiwa. Alijitahidi kadri ya uwezo wake, walicheza mpira mzuri mkubwa, wamejitahidi kadri ya uwezo wao, wameonyesha ule ubora ambao wachezaji pia wanao, lakini ubora wa Simba na mbinu za mwalimu zinaenda kuamua mchezo wa jana. At the end of the day Simba ameibuka mshindi na ameondoka na alama 3. Wanasema ile penalti ambayo alipiga Chama Klatos na goalkeeper akacheza na mpanzo kumalizia, wanadai wadau kwamba ile penalti ilitakiwa irudiwe kwa sababu tayari wakati Chama Klatos anakwenda kupiga penalti tayari mpanzo alikuwa amerukia ndani ya box. Kwa upande wako unazungumziaje? Ni kweli lakini yani matatizo ambayo kwetu yapo sana. Unajua sisi tunapotokea tuta, umakini wa waamuzi unakuwa mdogo sana. Umeshanielewa? Na muda mwingine sio umakini unakuwa mdogo, wakati mwingine sehemu kama ile au ukiangalia ile tempo ya mchezo, pressure tayari imeshapanda kwa sababu unaona jana kulikuwa na zile vurugu za nje uwanja mara nini. Kwa hiyo waamuzi wako makini kwenye sehemu moja tu, kwamba mpira utaingia ama hutaingia, lakini kulikuwa na makosa mawili jana kwenye ile penalti. Kabla mpira hujapigwa na Clatous Chota Chama ili mpanzo ameshaingia, lakini kabla mpira pia hujapigwa na Dani Mgoli alikuwa ametoka golikipa wa Dodoma. Alikuwa ameshatoka kwenye mstari, umeshanielewa. Kwa hiyo pia ile kutoka kwenye mstari huenda na yeye imempa nafasi ya kucheza ule mpira. Umeshanielewa. Kwa mambo mawili yote itakiwa penalti irudiwe. Umeshanielewa. Lakini waamuzi wa kuona na ile tukio linatokea haraka sana, baada ya kusave mpira umekuja umekutana na mchezaji wa Simba ameweka kwenye kamba. Kwa hiyo muda kama ule ukitazama na ligi muda huu ilivyokuwa, kwamba watu wanakimbizana hivi muda wote, yani kwamba mmoja anaachia alama, anaachia nafasi. Waamuzi aliona isiwe tabu. Kwa sababu sina uhakika, bora liwe goli kuliko nikatae. Ule msemo unaosema kwamba mko kileleni kama status ni wa kweli? Kwa sasa hivi kila mtu anakaa kama status. Mimi sipigi kelele sana swala kukaa kileleni, kwa sababu sio jambo la kujivunia kukaa kileleni. Kwa sababu unajivunia kukaa kileleni wakati mwenzako akishinda na kushusha. Unajivunia kukaa kileleni kwenye engo ipi? Ndio maana nikasema wakati huu ni wakati wa kusubiria mpaka mwisho wa msimu, ama kama kuna mtu atadondosha alama kati ya Simba na Yanga, basi mtu anaweza kukaa mwisho wa makakaa kileleni mpaka mwisho wa msimu. Lakini kwa sasa hivi kwani Yanga kukaa kileleni? Sasa hivi yuko nafasi ya ngapi? Yuko nafasi ya pili. Ndio football ilivyo sasa. Kwa hiyo hatuwezi kusema sisi bado tumemtusha Yanga, Yanga na gani imemtusha Simba. Hapana. Sisi tunachokiangalia ni kwamba je, tunashinda mechi zetu, na tukishinda mechi zetu tunakaa nafasi gani? Hiyo linatosha. Nafikiri tukisubirie kwanza nani atapoteza au nani ataangusha alama. Kama sio hivyo basi Yanga kama ataweza kushikilia bomba mpaka mwisho wa msimu, yeye ndo atakuwa bingwa kwa sababu anaongoza kwa alama 2. Hiyo ndio kuongelea sasa. Mimi sipigi kelele kusikileleni. Sina haja na kukaa kileleni. Ni jambo la kawaida sana kwa Simba Sports Club. Ni jambo la kawaida kwa Simba Sports Club. Bwana, Chama ametoka jana kama anachechemea fulani hivi. Watu wanaingia wasiwasi pengine Chama atakuwa amepata majeraha. Ni sehemu ya kawaida pia kwa mchezaji, kwa sababu majeraha ni sehemu ya maisha yao kwenye mpira. Chama jana aliumia. Alikanyagwa. Kuna wakati alikanyagwa, alilalamika kabisa pale, lakini daktari akaingia akamtibia. Unajua muda ule mtu ukishapigwa dawa na nini unapata kama nafuu, unapata kama unafuu hivi. Kwa hiyo yale maumivu yanakuwa yanatoka. Lakini baada ya mchezo kuisha ndio yale maumivu yanarudi. Kwa hiyo ametoka kwa anasemea, nimemuona mpaka anapanda kwenye gari anasemea. Tunasubiria ripoti ya madaktari tujue kama ni jeraha la kawaida ambalo anaweza kurejea mchezo ujao au vipi. Na uzuri wake ni kwamba hapa tunasimama, kuna break hapa timu za taifa. Kwa hiyo hii pia inaweza kutusaidia Chama kulikava. Na nafikiri sio jeraha kubwa sana, kwa sababu jeraha la kukanyagwa kuna muda unavimba tu mguu, ukipewa dawa za kuchua mguu utapoa. Kwa hiyo sisi tunamuombea Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, Chama apone na arudi kwenye majukumu yake ya kawaida, ili tuendelee kumalizia msimu tukiwa bora kabisa. Bwana, KMC ni kama kuna vita hivi. Uwepo wa Young Africans, uwepo wa nyinyi Simba, ni kama pale pana vita. Kulikoni bwana? Unajua Yanga bado wanaamini mambo ya nje ya uwanja. Yaani na ndio maana hii timu na status yake inakuwa ndogo sana nje na Tanzania. Umeshanielewa? Kwa sababu Yanga na tabia ya kufanya vitu nje, yani ile ushindani wa kinje wa kizamani, inaitwa mimi naona kama ushamba tu. Kwanza wewe hata wachezaji sidhani kama wana feel proud kwa vile.
ila ndo kwa sababu kwenye majukumu hawana namna. Lakini mchezaji mkubwa kama Okelo, mchezaji mkubwa kama Pacome, una Max, si una Jigidiala, lakini munyi muda wote mna focus na mambo ya nje ya uwanja. Hawajisikii vizuri kwa sababu hata wakishinda mchezo sifa zinakuwa ziendi kwao. Inaonekana kwamba hiyo mipango na viongozi. Kwa sababu wewe tazama, Yanga na hiyo ana hizo kelele nje huku kwamba wanapanga matokeo, wanapanga mchezo uishe vipi, ufanyeje, inawakuta wao hasa wachezaji vile hawajisikii vizuri. Umeshanielewa? Hasa juzi Simba na mchezo jana. Maana yake juzi lazima afanye mazoezi kabla ya mgeni kuja. Wao walienda asubuhi waende kufanya pale mazoezi kwa sababu jioni lazima atakuja kufanya mgeni muda sawa na mechi ambayo atakuja Dodoma Jiji atafanya. Kwa wameenda asubuhi tu wamekuta Yanga nao wanafanya mazoezi. Umeshanielewa? Na hizi ndo kasumba za kutokuwa na viwanja hata vya mazoezi. Timu kama Yanga unakosa hata uwanja wa mazoezi, unaenda kufanya uwanja wa mechi, unaenda kutumia uwanja wa mazoezi na uwanja huo utumiki peke yako. Maana yake huko ni kujidhalilisha. Simba mazoezi yake kawaida anafanya Bunju kwa sababu uwanja wa kufanya mazoezi anao. Alex Ngereza amesema kwamba kuna timu katika moja ya timu za Kariakoo inadaiwa karibia milioni 60 na wamiliki wa uwanja wa KMC. Na timu hiyo iliwahi kusimamishwa pale isifanye mazoezi, icheze michezo tu ya mechi. Na akadai kwamba kuna sehemu nyingine walifanya mazoezi katimuliwa. Hiyo timu unadhani ni timu gani? Timu ambayo inatokea Kariakoo ambayo amehitaji Alex Ngereza. Timu gani? Hajahitaja lakini. Ni rumors kwa sababu unajua ukishakuwa na rumors maana yake huwezi kusema hii timu gani. Kwa sababu pale kuna Simba anacheza pale, Yanga anacheza tena, anacheza timu zote, anacheza senior timu ya wanaume na senior timu za wanawake wanacheza pale. Kwa hiyo mimi hayo ni mambo ambayo yanasemekana. Susubirie taarifa kamili. Nafikiri kuna wakati sasa hivi tutafika tutajua kama anadaiwa Simba, kama anadaiwa Yanga, lakini kwa sababu Simba sio desturi yake na asiana tabia hiyo. Inawezekana mimi nikamtoa. Inawezekana kwa sababu Yanga kudaiwa sio jambo lake la kawaida sana katika maisha yake. Yaani kudai ni jambo la kawaida. Wanadaiwa mara nyingi sana. Ni watu wa vurugu. Hata Azam kwa walitoka kwa mambo ya vurugu. Na hapo sishangae nao akaambia bwana tokeni kwa sababu deni limezidi, jambo la kawaida. Lakini mimi sipendi kuongelea vitu ambavyo sivijui kusema kweli kwa sababu sina hiyo taarifa na sina uhakika alikusema kwamba nani anadaiwa na shilingi ngapi, sina huo uhakika kwa sababu ni mambo ya ndani kidogo. Sasa taarifa nafikiri kama taarifa kama hii ataitoa nani? Sasa ndio maana nimesema kama ndio maana unaona ameandika Alex Ngereza peke yake. Kama ingekuwa official taarifa basi tungekuta tu kwa waandishi, hata yeye si mwandishi bwana Mnyasa, lakini hiyo taarifa mwenyewe una kwa Alex Ngereza. Maana yake ni yeye peke yake. Sasa huenda yeye ana huo uthibitisho ama ana hizo taarifa anao uhakika kwamba Yanga anadaiwa au Simba anadaiwa, lakini yeye mwenyewe amesema tu kuna timu inadaiwa afu hajasema. Maana yake hiyo pia inatosha kuona kwamba hii bado sio taarifa rasmi. Kwa hiyo huwezi kuingia kichwa moja kwa moja, atende mdedeo unaweza kujikuta umejitia matatizoni. Hayo mambo ni mambo ya kuachana nayo, tuongelee tu football. Utaki kuingia kwenye mtego? Au unaogopa nayo sio kaitwa bwana ndio thibitisha. No, haina haja kwa sababu unajua ni ukweli kabisa. Unaona mimi niko mbali kabisa na taarifa kama hiyo. Kwa sababu mimi nitajuaje kama Yanga anadaiwa? Kwa sababu mikataba yao pale KMC mimi sijui. Simba yenyewe timu yangu au nakwepa tu lawama bwana. Hamna, Simba yenyewe timu yangu mkataba na KMC mimi sijui. Wameingia mkataba muda gani, wanalipana vipi, mimi sielewi. Kwa hiyo nisiwe mnafiki, mimi sina ushabiki huo. Kwanza kwa spend mimi sinakwambiaga bwana Mnyasa kila siku. Sipendi propaganda kwenye mpira. Yaani mimi tabia kwanza umeona anadaiwa, huyu sijui anajenga uwanja au analetewa basi. Yaani mimi hizo sina. Na sipendi kwa sababu najua hizo timu waongo. Kwani uwanja umejengwa? Si nilikwambia mimi. Nilikwambia kwamba yani watu wanatengeneza kitu kimoja kuzima kitu kingine. Swala uwanja Yanga hawashindwi kujenga, lakini kwa taarifa ile uongo, na ile uwanja kama ule pia uongo. Yaani kwa zile kelele kwamba kesho tunaanza kujenga, sio kweli. Watajenga lakini sio hivi. Watajenga tena, watajenga wakati sahihi kabisa ambao kila timu itakuwa na uwanja wake kwa wakati huo. Kila timu itakuwa na uwanja wake kwa wakati huo. Hata sio jambo la kupigia kelele kwa wakati ambao Yanga atakuwa na uwanja. Basi 90% ya vilabu vyote Tanzania vitakuwa na viwanja vyake. Itakuwa sio jambo la kelele tena. Kwa nini imani za kishirikina zinaaminiwa sana kwenye swala zima la soka? Kwa sababu vinaonekana Shane sote zinaaminiwa, zinaonekana kwa sababu ukienda kitu tofauti na vile ambavyo watu tumezoea, tutaamini ni ushirikina. Umeshanielewa? Watu wanachimbia vitu, mara mmemwaga maji, mara mmepita mlango sio, mara mna nyumba ya mtu. Sisi tunajua hizi ni imani za kishirikina. Jana mpira ulisimama. Sababu ilikuwa ni nini? Ndio haya ya mambo ya nje ya uwanja au? Kwa sababu pale kulikuwa na kelele, inaonekana kulikuwa kuna vitu. Sababu mimi nishawahi kwenda KMC, mimi ni shuhuda. Hata jana wakati naangalia sikuwepo uwanjani kusema kweli, lakini mimi niliona ile tukio nikawakumbusha watu, nikamwambia mimi mwenyewe nilishashuhudia kwa macho yangu na Mwenyezi Mungu shahidi, na leo mimi nimefunga. Nilishuhudia kwa macho yangu mechi ilikuwa Mashujaa na Simba. Yule kipa wao Muntari si nani yule? Alikuja na vitu kabisa watu wale waamuzi hawaoni.
wala wale wasimamizi kule hawezi kuona kwa sababu yeye anakuja navyo kwa siri. Lakini sisi hapa mashabiki sababu tulikaa nyuma lile goli. Sisi tulishuhudia kabisa kwa macho yetu atakavyo anaviweka. Tulimuita Fabrice Ngoma. Kwa tulimuita ilikuwa tulianza kumuita kuna mchezaji tulianza kumuita. Akiza mchezaji yule tukimuita yeye akawa anachukulia yani kama vile sisi tunamuita tu jina labda tunamzingua. Mchezaji wetu kabisa wa Simba alikuwa sio Kibu. Tunamuita tukamuita Fabrice Ngoma. Ndio maana Fabrice Ngoma tulikuwa tunampenda sana. Tukamuita Ngoma akatuangalia. Ile Ngoma vipi akatuuliza vipi? Tukamwelekeza hapo kuna kitu. Ngoma anauliza hapa hapa. Akasogea pale kweli kuchukufukua hivi. Zimetoka ilizi hizi. Ilizi mbili. Wallahi wa billahi Mwenyezi Mungu shahidi. Mimi hapa sio nadanganya. Mechi Simba na Mashujaa ile mpaka zinaongeza dakika 15 akapiga tu makelele. Mimi nipo uwanjani. Fabrice Lwamba Ngoma anarusha zile ilizi. Moja inavuka, moja haivuki. Inagonga nyavu inarudi tena maeneo ya uwanja golikipa anaifuata wakanagombea golikipa na Boys. Ushani na Boys yule ikabidi akaiwa yeye ile pale ilizi. Yule Muntana anataka kumkimbiza si hawezi kutoka kwenye uwanjani. Golini hawezi kutoka, akapiga kama tu akazaka amerudi. Yule Boys akakimbia nayo mpaka sisi akairusha ile ilizi. Umeshanielewa? Amerusha ilizi sisi tumeshuhudia wenyewe golikipa ndo anafanya hivyo. Ushanielewa? Nakumbuka mchungaji wa Simba mchungaji yule. Akachukua maji akabidi aombe pale akaenda kumwaga kwenye goli. Hiyo Mashujaa na kufuata 2-1. Na goli ziliingia muda gani? Goli ziliingia moja iliingia mapema, moja ikaingia jioni kabisa penalty Shomari Kapombe. Tulishinda magoli yote ya penalty alipiga Lionel Ateba hayo magoli. Sisi tulianza kufungwa na nili yule na yule striker wao yule Kidali yule. Hadi nimemsahau alikuwa nani yule Kibaya Jafari Kibaya. Kibaya ndo alianza kufunga goli hilo Pimpini Kamara anafunga goli la kizembe. Tukaanza kulalamika pale lakini tukapata magoli mawili. Kwa macho yangu nashuhudia. Mwingine huyu Dani Mgole, mechi ya kwanza Dodoma na Simba. Alionekana kabisa na vitu anamwaga nini sisi tukatoa mechi pacha. Ushanielewa? Jana watu wana kumbukumbu na walikuwa karibu huenda wakawa wameona huko na zile kaenda huko hivyo kwa wakati Dani Mgole na Boys. Hasa kwa nini wagombana na Boys? Ina maana kuna kitu kilikuwepo pale Boys alikiona. Umeshanielewa? Kwa wamefanikiwa. Hasa mbazo hizo tukifanya hayo mambo. Simba anashinda mchezo. Tukingangania. Sio mechi na Mashujaa ilikuwa ngumu tukashinda. Jana Dodoma jetu vitu basi tunapata matokeo. Sisi watu wa Mungu bwana. Sisi watu wa Mungu tunaomba dua pale Bwana Mwenyezi Mungu kama kweli hawa wanaamini hiki si hiki tunakichukua tunakitupa. Tunataka tushinde mchezo. Kwa hiyo tunachukua wanatupa, sio shinda mechi. Bwana nikushukuru na kutakia kila la heri. Asante sana.